Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tukielekea huko nchini Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kufanya mkutano na maafisa wake wakuu siku ya kesho Jumanne kujadili njia za kujibu maandamano yanaendelea huko nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema lazima uwajibu kile kinachoendelea huko nchini Iran kutokana na mauaji yanayoendelea kufanywa na jeshi la serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa Trump, amesema kwamba Marekani inalenga kuchukua hatua kali kukabiliana na mauaji ya waandamanaji, ambapo jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran inakabiliwa na maandamano makubwa zaidi tangu mwaka 2022, huku Trump akitishia mara kwa mara kuingilia kati kijeshi ikiwa nguvu kupita kiasi itaendelea kutumika dhidi ya waandamanaji, ambapo siku ya kesho Jumanne atafanya mkutano na maafisa wake kujadili suala hilo. Rais huyo wa Marekani pia alizungumza na waandishi wa habari katika ndege ya Air Force One. Amesema kuwa Iran imetoa wito wa kufanya mazungumzo. Ndiyo, walipiga simu jana, Bwana Trump alimwambia mwandishi wa habari bila kutoa maelezo zaidi. Viongozi wa Iran wanataka kufanya mazungumzo. Nadhani wamechoka kushambuliwa na Marekani, alisema. Rais huyo wa Marekani aliendelea kusema kwamba tunaweza kukutana nao, na maanisha mkutano utapangwa, lakini tunaweza kuchukua hatua kwa sababu ya kile kilichotokea, amesema rais huyo wa Marekani. Bwana Trump pia aliwaambia waandishi wa habari kuhusu ripoti ya kuenea kwa mauaji ya waandamanaji na iwapo Iran ilikuwa imevuka mstari mwekundu kwamba wameua watu waziwazi, watu ambao hawakupaswa kuuawa. Hii ni vurugu. Sijui kama unaweza kuwaita viongozi, lakini wanaonekana kutawala kwa vurugu tu. Tunaangalia chaguzi, jeshi linaangalia chaguzi, tunayo chaguzi kali sana, amesema. Kadhalika, rais huyo wa Marekani Donald Trump amepanga kuzungumza na bilionea Elon Musk kuhusu kurejesha internet nchini Iran, ambapo mamlaka zimezima huduma kwa siku 4 huku kukiwa na maandamano yanayoendelea dhidi ya serikali. Yeye ni mzuri sana katika mambo hayo na ana kampuni nzuri sana, Trump aliwaambia waandishi wa habari akijibu swali kuhusu kama angeshirikiana na kampuni ya Musk ya SpaceX ambayo huduma ya internet ya satellite inayoitwa Starlink ambayo imekuwa ikitumika nchini Iran. Musk na SpaceX hawakujibu mara moja ombi la kutoa maoni kutoka kwa shirika la Reuters. Upatikanaji wa taarifa kutoka Iran umekuwa mgumu kutokana na kuminywa kwa internet tangu Alhamisi, huku kukiwa na maandamano makubwa zaidi dhidi ya taasisi ya makasisi nchini humo tangu mwaka 2022. Inadaiwa pia kwamba zaidi ya watu 500 wamefariki dunia, na hii ni taarifa iliyotolewa na shirika la habari la BBC, huku shirika la habari la DW likieleza kwamba ni watu zaidi ya 190 waliouawa. Machafuko hayo nchini Iran yanadaiwa kuua zaidi ya watu 500, kundi la haki za binadamu limesema mnamo Jumapili, likinukuliwa na shirika la habari la BBC, huku Iran ikitishia kulenga kambi za kijeshi za Marekani ikiwa Rais Donald Trump atatekeleza vitisho vya kuingilia kati kijeshi kwa niaba ya waandamanaji. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakabiliwa na maandamano makubwa tangu mwaka 2022 na Trump ametishia mara kwa mara kuingilia kati ikiwa nguvu kupita kiasi aliyosema kwamba itatumika dhidi ya waandamanaji. Mtazamaji wa The World News, kulingana na takwimu za hivi karibuni kutoka kwa wanaharakati ndani na nje ya Iran, kundi la haki za binadamu lenye makao yake Marekani la HRANA limesema limethibitisha vifo vya waandamanaji 490 na wafanyakazi 48 wa usalama, huku zaidi ya watu 10,600 wakikamatwa katika wiki 2 za machafuko, na Iran haijatoa idadi rasmi na shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha idadi hiyo kwa uhuru, kadhalika na shirika la habari la BBC. Lakini jarida la Wall Street Journal la nchini Marekani lilikuwa limeripoti kwamba chaguzi hizo ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi kutoka nchini Marekani, kutumia silaha za siri za mtandao, kuongeza vikwazo na kutoa msaada mtandaoni kwa vyanzo vinavyopinga serikali. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf ameonya Marekani dhidi ya hatua hiyo akiita ni kosa. Anasema, tuwe wazi, katika kesi ya shambulio dhidi ya Iran, maeneo yanayokaliwa na Israel pamoja na kambi na meli zote za Marekani zitakuwa shabaha yetu halali, alisema Kalibaf, kamanda wa zamani wa kikosi cha Revolutionary Guards cha Iran. Maandamano hayo yanashuhudiwa nchini Iran yalianza Desemba 28 yakidai kupinga kupanda kwa gharama ya maisha kabla ya kuwageukia watawala wa kidini ambao wametawala
tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Mamlaka ya Iran imeshutumu Marekani kwa kuchochea fujo na kuitisha mkutano wa kitaifa Jumatatu ya leo kulaani vitendo vya kigaidi vinavyoongozwa na Marekani na Israel, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.